nanyi mtakopesha mataifa mengi, wala hamtakopa. Useme kwa mchungaji, kopa ni dhambi. Sijasema kopa ni dhambi, ila kopa sio agano. Kwa watu ambao wanataka kutembea kwenye agano, wanajipush kuingia kwenye utoshelevu, kwa sababu agano la Mungu ni utoshelevu. Kopa sio dhambi, lakini kopa sio agano, kwa sababu agano la Mungu ni kopesha, sio kopa. Kopa sio dhambi, lakini sio agano. Kwa sababu nanyi mtakopesha mataifa mengi, wala ninyi hamtakopa. Kwa mbingu zikiwa wazi, moja tunakimbia roho ya madeni, peshwa na masimango. Nao utakopesha mataifa mengi, wala hautakopa, na utabarikiwa kazi ya mikono yako yote itabarikiwa katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Anasema Bwana atakufanya kuwa kichwa wala sio mkia, nao utakuwa juu tu wala hui chini. Hautakuwa mkia, utakuwa ni kichwa. Utafanya mambo yenye ubora na heshima. Ndio maana mtu aliyeokoka hapashi mambo ya rafu. No, fanya mambo yanayoeleweka. Anasema utakuwa juu tu wala hui chini. Hapo anasema utakuwa kichwa wala hautakuwa mkia. Baraka nyingine ndio hizi hapa kwenye mstari wa kwanza, mstari wa pili. Baraka hizi zitakujilia na kupata wewe. Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, uzao wa nyama wako na mifugo wako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo na kondoo zako. Itabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kandia unga. Utabarikiwa ungeapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atakufanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gara zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposikia maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika zake. Na mataifa yote duniani watakuona kuwa umeitwa kwa jina lake, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa nyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia hazina yake nzuri ya mbingu kwa kutoa mvua juu ya nchi wakati wake. Atabarikia kazi ya mikono yako, utakopesha mataifa mengi wala hautakopa. Kwa hizi ni baraka za mbingu wazi. Nilikuonesha kuna wakati Yesu alikuwa ameenda kubatizwa. Yesu alipenda kubatizwa, mbingu zilifunguka juu yake, Roho Mtakatifu akashuka. Aliposhuka akamtambulisha. Mbingu zikisha kuwa wazi, Mungu anakutambulisha. Kuna mahali hauhitaji kwenda kujitambulisha mwenyewe, mbingu zinakutambulisha. Mungu anainua watu wa kwenda kusemea mahali. Mungu anainua watu wa kwenda kutambulisha. Kuna mahali hauwezi ukaingia, kuna vikao wewe sio mjumbe, lakini Mungu atakamata mtu hapo, atakusemea. Anasema mbingu zitakutambulisha. Kuna mahali unataka uende, mbingu zitakusemea, mbingu zitakupeleka. Kwa nini? Mbingu zikiwa ziko wazi, Bwana atakutambulisha katika jina la Yesu aliye hai. Ni maombi yangu mwaka huu, Bwana akutambulishe katika jina la Yesu. Bwana atambulishe huduma yako, Bwana atambulishe kazi yako, Bwana atambulishe biashara yako, Bwana atambulishe yote unayofanya katika jina la Yesu aliye hai. Mimi nasema mbingu zikapasuka, malaika akashuka kama wakati juu ya Yesu, akamtambulisha, akasema huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa. Tambulisha. Mwaka juzi wakati tunatimiza mwaka mmoja wa huduma, nilikuwa hapa tunaomba, sio hapa, wakati tuko kwenye ile kanisa dogo lile dogo kabisa mwanzo lile, ndio tuna mwaka mmoja. Wakati tukitimisha mwaka mmoja, wakati naomba, Mungu akaniambia mwaka huu wa pili mnaanza huduma, anasema nitawatambulisha mwenyewe katika mkoa wa Simiyu. Bwana asifiwe. Ndio kitu Mungu aliniambia, na waliokuwepo kwa mkaambia, Mungu ananiambia hivi, amesema mwaka juzi kabisa, wakati tunamaliza mwaka mmoja huduma, mwaka 2024. Sasa kaambia, Mungu ananiambia hivi, kwenye mji wa Bariadi na mkoa wa Simiyu hatuta struggle, Mungu atatambulisha mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hilo ni agano Mungu ananipa la kutambulishwa na Mungu kwenye mji. Na ndiyo maana hata ungetaka hii huduma uipige vita namna gani, hauwezi ukaipiga vita afanye, kwa sababu anaitambulisha Mungu, na alishasema hii huduma ataitambulisha Mungu mwenyewe. Waambie watu kuhusu huduma, usiwaambie watu sawa, lakini nikiwa madhabahuni Bwana aliniambia nitawatambulisha mwenyewe kwenye mji, na mbingu kama ziko wazi, Bwana atatambulisha na zaidi na zaidi, na nje ya mipaka hii na nje ya mipaka ya nchi na kwenye mataifa na duniani, maana alisema nitawatambulisha mwenyewe. Haleluya. Mbingu zikiwa wazi, Mungu anajaza gara zetu na hazina zetu. Kwenye Malaki anasema nijaribuni muone kama sitafungua milango ya mbinguni na kuwabariki na kujaza gara zenu. Stoo zetu zitajazwa, hazina zetu zitajazwa, takuwa na utoshelevu wa kimungu.
Nilikwambia mbingu zikiwa wazi au anga likiwa wazi, unapokea majibu ya maombi. Una maombi yenye majibu. Danieli akiwa amefunga siku nyingi, alikuwa pokei majibu ya maombi kwa sababu anga juu yake ilikuwa limefunga. Kuna wakuu wa anga la Uajemi alikuwa ametanda kwenye anga. Kwa Danieli ameomba, amefunga, amepress, hajaipata majibu ya maombi. Sio kwamba Mungu hajajibu maombi, Mungu ameshajibu maombi tayari. Lakini kuna wakuu wa anga wamefunga anga lile. Wakuu wa Uajemi, the prince of Persia, wamefunga anga. Maandiko yanasema akaja malaika kapigana vita, majibu yakaja. Mbingu zinapofunguliwa, kila aina ya maombi unayoomba yatapata majibu katika jina la Yesu. Sema mwaka huu maombi yako, mipango yako, machozi yako Bwana atayaona, na majibu ya maombi yako atayaona, yatakuwa ni halisi. Aliyeomba kazi atapata, aliyeomba mme atapata, aliyeomba mke atapata, aliyeomba ongezeko atapata, aliyeomba mtaji atapata. Mbingu zikifunguka hata wapinge. Biblia inasema adui watainuka juu yako kwa njia moja, lakini watakimbia kwa njia 7. Hawezi ukapingana na mtu mwenye neema Bwana, hawezi ukapinga mtu mwenye kibali. Mbingu kama ziko wazi, ni kibali, favor na alama ya kibali. Mtu mwenye kibali hatumii nguvu kubwa kujieleza. Tisho ya kimungu, kibali. Mtu mwenye kibali ana utisho. Kuna watu ambao Mungu anapitisha baraka kwenye mikono yao. Hao watu ukiwatoa, unatoa baraka, kwa sababu baraka ya kwanza Mungu atakupa ni watu. Yaani baraka ya kwanza Mungu atakupa kwenye maisha kabla ya hela ni watu, kwa sababu 90% ya maombi ulionayo majibu yake ya kwenye mikono ya watu. Unataka ajira, wanazo watu. Unataka mme, ni mtu. Unataka mke, ni mtu. 90% ya baraka Mungu ameziweka kwenye mikono ya watu. Kwa baraka ya kwanza sio hela, ni watu. Wewe tu ndo unakuwa na kisirani, unafuta namba za watu na kusiblock. Ukiblock watu na block baraka. Milango ya mbingu ikawe wazi juu yako, mvua ya baraka ikanyesha juu yako. Usitembee katika jangwa wala ukame. Bwana achilie mvua ya wakati, ukapanda na kuvuna mara 100 katika jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Haleluya.